Tumalize na hii ya Aziz Ki bana. Kiungo mshambuliaji huyu wa klabu ya Yanga pamoja na timu ya taifa ya Burkina Faso hajajumuishwa kwenye kikosi ambacho cha timu ya taifa kilichoitwa na kocha Brahma Traore. Na kikosi hicho cha Burkina Faso kitaingia kambini hivi karibuni kwa ajili ya kucheza michezo ya kuwania kufuzu kucheza kombe la dunia. Hii ni nini kwa Aziz Ki? Ina maana gani? Inakuwa ni mara yake ya pili mfululizo, si ndio? Mara ya kwanza kuitwa kwa sababu timu ilikuwa ishafuzu michuano ya AFCON. Kwa hiyo waliona kuna haja ya kuwapa wachezaji wengine platform, waliitwa kina Valentino Noma, wakawa ni sehemu ya kocha cha Burkina Faso. Hii imekuwa ni mara ya pili. Na hii sasa kama inaweza ikatengeneza mijadala kwa sababu kutokana na form ya Stefan Aziz Ki ndani ya huu mwaka amekuwa na performance bora tofauti na mwanzoni mwa msimu. Alianza taratibu lakini mwisho wa siku amekuja ameanza kuchanganya zaidi. Kwa hiyo sidhani kama itahusiana na yeye kuweza kushuka kiperformance, hapana. Pengine mwalimu kuna namna ambavyo anajaribu zaidi kuweza kutizama na akimwangalia Aziz sasa hivi pengine yupo kwenye timu ambayo ina uhitaji zaidi wa kuweza kushinda ubingwa tofauti na mazingira ya msimu uliopita, lakini kimwangalia pia Aziz kwa sasa pengine ametoka kwenye kufunga ndoa, si ndio? Bado hajapata muda mzuri wa kukaa na familia yake. Kwa hiyo kuna muda inawezekana mwalimu kawasiliana na mchezaji, labda mchezaji akamwambia kwamba kwa sasa hebu niache kwanza na vitu vingi vya kufanya ili kuhakikisha kwamba maisha yangu ya nje ya mpira pia yanaendelea kama kawaida, kwa sababu kulikuwa kuna migogoro pia hata kwenye hiyo ndoa. Unamsikia mlezi akizungumza hichi na hivi. Kwa mimi nahisi pengine kuna vitu vingi ambavyo viko nje ya uwanja pengine ndio vimesababisha Stefan Aziz Ki tusimuone akitoka kwenye upande wa timu ya taifa ya Burkina Faso. Kwenye swala la performance kuanzia mwezi huu wa kwanza mpaka hapa tulipo, mimi nadhani Aziz amekuwa kwenye performance bora sana. Na ni performance ambayo pengine kama angekuwa ni mchezaji ambaye hajawahi tu kuitwa tu kwenye upande wa timu yake ya taifa kuanzia mwezi wa kwanza mpaka sasa hivi ilikuwa inamshawishi kila aina ya mwalimu kuwa na Aziz kwenye upande wa kosi cha Burkina Faso. Naam. Ray, kiwango cha Aziz unakionaje? Sababu hizo zinaweza zikawa nje ya uwanja za kutokujumuishwa na kiwango chake kipo bado bora ambacho, na kwa nini wakati kama huu sio timu ya taifa ndio inamhitaji zaidi? Nafikiri mwalimu wa timu ya taifa huwa anaita wachezaji kutokana na fomu ambayo wako nayo. Kile wanachokitoa kwa wakati huu. Stefan Aziz Ki bila kupepesa macho hii season kumekuwa na in and out. Yaani sio kwamba amewaka, yaani kwamba yani kila game unamwona Aziz amewaka. Hawa Yanga kuna game ambao wanamwacha anakaa nje au kuna game amalizi. Lakini la season ukiona Aziz amalizi game, Aziz anaanzia bench unapata wasiwasi. Lakini this season unaona kabisa pia Young Africans wamekuwa wakijaribu kutoa some minutes kutoka kwenye miguu ya Stefan Aziz Ki. Msimu huu umekuwa sio moja kati ya msimu ambao ameuanza akiwa bora sana, amekuwa ni tishio. Ana assist 6 mpaka sasa akiwa na goli 7. Last season alikuwa anafunga for fun, ana assist for fun. Sasa hivi amebakisha assist moja tu ili afikie assist za msimu uliopita, lakini in terms of goals kumekuwa dry. Yani imekuwa anafunga goli 2, anatulia mechi hata 4 ndo anakuja anafunga tena goli 1, anafunga hat-trick. Yani kumekuwa na panda shuka ya kiwango. Lakini pia hata majina aliyoitwa kwenye kikosi chake ni majina makubwa ambao wanacheza vilabu vikubwa. Wengi wanacheza vilabu vikubwa kuliko hata Young Africans ambao sisi tunaizungumza. Kwa hiyo ni ile luxury ya kuwa na wachezaji wengi pia. Performance yake haijawa bora kiasi hicho ambacho mwalimu inawezekana Brahma Traore alikuwa anahitaji, lakini pia luxury ya Burkina Faso ambao wako nayo kuwa na wachezaji ambao wanacheza Ajax, kuwa na wachezaji ambao wanacheza Bayer Leverkusen, imemfanya mwalimu kuopt kwenda na maeneo mengine. Lakini ingekuwa ni ile taifa ambalo mchezaji ndo huyo yani wachezaji wale mastaa ambao wana uwezo mkubwa ni mmoja, tungeona angeitwa regardless ya nini kinaendelea. Lakini kwa vile Burkina Faso wana viungo ambao wanacheza timu kubwa lakini pia na viwango vikubwa, ni rahisi wao kuweza kuopt hivyo. Lakini Aziz Ki msimu sijampata ule Aziz Ki ambaye nilimuona last season in terms of scoring goals, creating opportunities, lakini pia ile desire kwamba huu mchezo unautaka. Bado Aziz Ki hajawaka kiasi hicho.